Mwanamama mashuhuri na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa nchini Tanzania, Upendo Nkone, ameweza kutoa ujumbe mzito sana kwenda kwa wazazi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, akisisitiza kwamba si vizuri kuwapa watoto wa kiume mayai ya kisasa kwa sababu yanaleta manyonyo kwa wanaume. Sasa amezungumza kwa uchungu mkubwa sana, inawezekana kuna kitu ambacho amekutana nacho ndio maana ameamua kutoa ujumbe huu. Sasa hapa nanukuu ujumbe ambao Upendo Nkone ameuandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameandika hivi: "Jamani wazazi, natoa ushauri tu kwamba tusiruhusu watoto wa kiume kula mayai ya kisasa. Yanaleta manyonyo kwa wanaume. Hayo madawa nadhani yanayotumika. Kama ni chipsi, kula kavu au ule tu mayai ya kienyeji. Wanaume, hili ni la muhimu sana, ila mnisamehe kama nitakuwa nimekosea au nimewaudhi. Waachieni wanawake wale japo kwa kiasi pia. Nashindwa namna ya kuliwasilisha vizuri hili, ila mnisamehe wanaume." Narudia tena. Ameandika hivi: "Jamani wazazi, natoa ushauri tu kwamba tusiruhusu watoto wa kiume kula mayai ya kisasa. Yanaleta manyonyo kwa wanaume. Hayo madawa nadhani yanayotumika. Kama ni chipsi, kula kavu au ule tu mayai ya kienyeji. Wanaume, hili ni la muhimu sana, ila mnisamehe kama nitakuwa nimekosea au nimewaudhi. Waachieni wanawake wale japo kwa kiasi pia. Nashindwa namna ya kuliwasilisha vizuri hili, ila mnisamehe wanaume." Mwisho wa kunukuu. Ujumbe uko clear kabisa wa mwanamama ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili Upendo Nkone, akiwashauri wazazi kwamba wasipendelee sana kuachia watoto wa kiume kuweza kula mayai ya kisasa kwa sababu yanaleta manyonyo, na ni kitu ambacho ni kibaya kwa mwanaume kuweza kupata manyonyo. Sasa mijadala imekuwa ni mingi sana mitandaoni hivi karibuni baada ya watu mbalimbali kuweza kujadili sakata hili, na Upendo Nkone amedai kwamba yanaweza kusababisha mabadiliko ya mwili kama kukuza matiti. Sasa ujumbe huu umewavutia watu wengi sana mtandaoni, baadhi wakikubaliana naye huku wengine wakipinga kwa kusema kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha madai hayo. Wataalamu wa afya pia wanashauri kuwa lishe bora inahusisha vyakula vyenye virutubisho sahihi bila hofu zisizo na uthibitisho wa kitaalamu. Sasa huyu Upendo Nkone ni mwanamama ambaye ni mashuhuri, pia ni mzazi, lakini isitoshe tu ni mtu ambaye amekuwa akitoa ushauri sana kwa vitu mbalimbali kutokana na age yake, lakini ni mtu ambaye amekuwa na moyo mkujufu sana kwa ajili ya kuweza kuwashauri watu mbalimbali. Ameweza kutolea ushauri sakata hili kwamba watu wasipendelee sana kula mayai ya kisasa kwa sababu yanasababisha manyonyo. Sasa mtazamaji, kama ujumbe huu umeweza kuusikia na taarifa hii umeweza kuisikia vizuri, basi unaweza kuishare kwa wengine ili basi na wao wakaelimika kupitia elimu hii iliyotolewa na mwimbaji nguli kabisa wa nyimbo za injili ambaye ni Upendo Nkone. Mwisho wa siku usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.